Kweli. Na Yohana Mbatizaji kimsingi mkumbuke alikurupuka. Yaani hilo nitaliongea vizuri kabisa. Yohana Mbatizaji alikurupuka. Andiko. Leta andiko la kusema kwamba Yohana Mbatizaji amekurupuka. Andiko. Yohana Mbatizaji kumkemea Mfalme Herode kuacha kuchukua mke wa ndugu yake. Wewe unasema kwamba amekurupuka. Leta andiko. Acheni hizo injili. Acheni injili za kudanganya watu. Wewe Isaya Benzo. Acha kudanganya watu. Unahubiri injili gani wewe? Yohana Mbatizaji amemuonea Yesu Kristo wivu. Amemuonea wivu. Ndio kwa maana amesema kwamba Yesu azidi kupanda, mimi Yohana Mbatizaji nizidi kushuka. Sasa huko ndo kumuonea mtu wivu. Hivi mimi nikisema yule azidi kupanda, mimi nishuke, nani anajishusha kati yangu mimi na yeye? Nani anamuonea mwenzake wivu? Hayo mafundisho mnayatoa wapi? Yohana Mbatizaji amekurupuka kumkemea Mfalme Herode. Kwa andiko gani? Ando mafundisho ambayo mnakwenda kufundishwa huko, labda mnafundishwa hatujui. Mnafundishwa huko mnakokwenda kusoma, ama ni maneno ambayo mkisoma Biblia muone vizuri. Kwanza atasikiaje wivu? Kwanza ni vitu have make sense. Inawezekanaje Yohana Mbatizaji aone wivu, amsikilie Yesu Kristo wivu? Wakati yeye Yohana Mbatizaji kabla hata hajazaliwa, malaika anamwambia Elizabeth, anamwambia Zakaria kwamba mtoto wako kabla hajazaliwa atajazwa Roho Mtakatifu toka tumboni mwa mama yake. Huyo Yohana Mbatizaji unayosema anamsikia Yesu, alikuwa anamsikia Yesu wivu. Alizaliwa na Yesu Kristo tumboni mwake. Amezaliwa na Roho Mtakatifu. Kabla hata hajazaliwa alikuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Hivi unataka kuniambia kwamba Yohana Mbatizaji amemuonea Yesu Kristo wivu kwa sababu amekemea yule mfalme kuacha uzinzi? Hivi Yesu alipotembea hapa chini ya mbingu hakutaja amri kuhusu uzinzi na kusema kwamba ni heri mwanamume awe na mke mmoja na mwanamume awe na mwanamke awe na mume mmoja? Akasema kwamba haikuwa zamani mtu kumwacha mke wake na kuoa mke mwingine. Haikuwepo toka zamani mtu kumwacha mume wake na kuolewa na mume mwingine. Hiyo si amri ya uzinzi hiyo wewe Isaya? Wakati Yohana Mbatizaji anahubiri kuhusu yule mfalme Herode aache uzinzi, asizini na mke wa ndugu yake. Hiyo si ilikuwa ni amri ya uzinzi Yohana anahubiri kwa Herode? Sasa amekurupukaje? Eti amemsikia Yesu wivu kwa sababu Yesu Kristo kwa sababu Yohana Mbatizaji amesema kwamba azidi kushuka, Yesu azidi kupanda, mimi Yohana Mbatizaji nishuke. Wakati na hilo ndo tatizo kwa wahubiri wengi. Wahubiri wengi wakiona kwamba wamezidiwa mamlaka ya kiroho. Wahubiri wengi wakikutana na mtu ambaye anamzidi viwango vya kiroho, wahubiri wengi wakikutana na mtu ambaye amepewa neema kubwa na Mungu katika ulimwengu wa kiroho kuwazidi, wahubiri wengi hawataki kushuka kama Yohana Mbatizaji. Hawataki kusema wewe upande mimi nishuke. Yohana Mbatizaji alitambua mamlaka ya kiroho. Lile neno la Yohana Mbatizaji kusema kwamba Yesu azidi kupanda lakini mimi nizidi kushuka, lilikuwa neno la unyenyekevu. Isaya, lile lilikuwa neno la unyenyekevu ambalo kila mhubiri ni lazima akuwe nalo kwa mtu ambaye anamzidi viwango vya kiroho, mtu ambaye anafanya mambo makubwa na mazuri. Lakini watu unakuja kutuhubiria injili, sijui injili umeitoa wapi ya kuja kuwadanganya watu. Unakuja kuambia watu kwamba
Yohana Mbatizaji alikuwa na wivu. Lakini Yohana Mbatizaji hakufanya hivyo. Alipoona wanafunzi wake wamempelekea habari kuwa Bwana yule uliyembatiza ambaye ni Yesu Kristo anafanya mambo makubwa sana, Yohana Mbatizaji akaingia wivu, akasema basi yeye mimi nipungue, yeye azidi. Alikuwa na wivu. Alimsikilia Yesu Kristo wivu. Wewe hiyo wivu umeiona wewe moyoni mwake? Eti kwamba Yohana Mbatizaji alikuja kutumika huduma ya Yesu Kristo, alikuja kumtangaza Kristo. Hiyo ndio injili ya Yohana Mbatizaji, kumtangaza Kristo ndiyo. Lakini lile neno lilolisema kwamba basi wakati Yesu Kristo amekuja hapa ulimwenguni, Yohana Mbatizaji angeacha kuhubiri, angemwachia Yesu Kristo tu. Sasa kama Yohana Mbatizaji angemwachia Yesu Kristo tu, kwa nini Yesu ateue tena wanafunzi wa mhubiri Yesu? Angemwachia Yesu Kristo tu. Hivi wewe unajua ni injili gani Yohana Mbatizaji alikuwa anahubiri? Yohana Mbatizaji alikuwa anahubiri kitu gani? Hicho ambacho wewe unasema kwamba baada ya kumuona Yesu Kristo anakuja, angemwachia Yesu tu, angemfuata Yesu tu. Wao hujui kwamba toka zamani Yohana Mbatizaji alikuwa anamfuata Yesu? Ninakuuliza wewe Isaya Benzo, hivi hujui toka zamani huyu Yohana Mbatizaji toka zamani, toka zaliwe alikuwa anamfuata Yesu Kristo? Haujui vile? Alipozaliwa na Roho Mtakatifu ndani yake, pale vile alikuwa ni mfuasi wa Yesu Kristo. Angeacha kuhubiri kisha mfuate Yesu Kristo. Hivi hujui kwamba mpaka Yohana Mbatizaji anakufa alikuwa yuko na mhubiri Kristo? Wewe unafikiri ile kumkemea Herode asichukue mke wa ndugu yake, wewe unafikiri ile ni roho gani ilikuwa inamsemesha Yohana kama sio roho ya Kristo ndani yake? Mpaka mtu ufike hatua ya kumkemea mtu aache uzinzi, asichukue mke wa ndugu yake, ile ilikuwa ni roho ya Kristo inamsemesha Yohana ndani yake, Roho Mtakatifu. Na angeachaje aache kuhubiri amfuate Yesu Kristo? Wakati ambapo Yohana Mbatizaji anambatiza Yesu Kristo. Wakati ambapo Yohana Mbatizaji anambatiza Yesu Kristo. Yohana Mbatizaji alikuwa anahubiri injili ya Kristo, alikuwa anamhubiri Kristo, alikuwa anawaambia watu wamfuate Kristo. Huyu ndiye atakayekuja. Hata kama Yesu alingekuwa anaenda na hubiri kule, kitakachomzia Yohana Mbatizaji asiwaambie watu kwamba wamfuate Kristo ni kitu gani? Kwa sababu Yesu amekuja. Mbona wakati Yesu alikuwepo anatembea hapa duniani, wanafunzi wa Yesu walikuwa wanamhubiri Kristo? Sasa itamshinda Yohana hiyo kumhubiri Kristo, kuambia watu kwamba huyu ndiye Masihi, atawabatiza katika huduma ya Yohana Mbatizaji. Ilikuwa ni kumhubiri Kristo, ni kumhubiri Kristo kwamba yeye ndiye Masihi atakayekuja kutengeneza njia ya Kristo. Huduma ya Yohana Mbatizaji kurudisha mioyo ya wana wa Israeli wamrudilie Mungu. Mioyo ya wazazi iwaelekee watoto, mioyo ya watoto iwaelekee wazazi. Hata kama Yesu alikuwepo, lakini ilikuwa ni wajibu wa Yohana Mbatizaji kuwahubiri wana wa Israeli wamjue Kristo pia. Kama vile gisi Kristo alipokuwa hapa duniani, lakini wanafunzi wa Yesu walikuwa wanamhubiri Kristo. Siku moja wanafunzi wakaenda kule wakakuta wengine wanatoa mapepo kwa jina la Yesu Kristo. Wakakuja kusema kwa Yesu, Yesu akawaambia, yeyote ambaye anatoa pepo kwa jina langu yuko upande wetu. Kama wale walikuwa wanatoa mapepo tu kwa jina la Yesu Kristo, Yesu anawakubali. Hivi unataka kuniambia Yesu alikuwa anamkataa Yohana Mbatizaji kwa sababu nimeshakuja? Sasa Yohana usihubiri, mimi nimeshakuja. Acha hizo injili za uongo. Acha kudanganya watu. Mnatoa hizo injili wapi? Mungu awarehemu sana nini. Mnapotosha maandiko. Role model wako, gisi gani role model wako atakavyouawa vile gisi unafuata role model wako, na ndio gisi na wewe utauawa. Injili ya Kristo, kila mtu ataushika msalaba wake. Msalaba ni kifo. Msalaba ni mateso na kifo.
Imeandikwa tunapelekwa kama kondoo wapelekwao machinjoni. Tunauawa kila siku. Unajiona kwamba uko vizuri wewe Isaya wewe. Unaona uko vizuri hapo kwa sababu uko na ubiri Tanzania pale. Nenda ubiri nchi za Uarabu kama hutauawa. Nenda ukamhubiri Kristo. Ndio utaona injili ile ya Biblia vile vilivyokuwa vinatokea wanafunzi wa Yesu Kristo wakihubiri wanauawa, wakihubiri wanapigwa mawe, wakihubiri wanauawa. Nenda kwa Uarabuni huko. Kama ukiona ni mbali nenda hata Somalia hapo. Nenda Somalia umhubiri Kristo. Ndio utaona vile vilivyoandikwa kwenye Biblia, utaviona katika real life. Ndio utajua kwamba kumbe injili ni kujitolea kufa. Mnapata neema tunahubiri injili katika nchi za Kikristo, tukihubiri hivi hakuna watu wanatusumbua, hakuna watu ndo mnaona kwamba ndo gisi injili inakuaga. Hapana. Injili ni kifo. Na mtu akiuawa kwa sababu ya kukemea dhambi, kwa sababu ya kumhubiri Kristo, sio kwamba amekurupuka. Hapana, kama Yohana Mbatizaji. Hapana. Yohana Mbatizaji alikurupuka kwa kumkemea yule mwanamke. Kwa kumkemea yule mfalme. Hizo ni injili za uongo. Acheni yale maneno. Mnapotosha watu na maandiko. Mungu awaruhusu.